mkuu wa jimbo kuu la Tabora. Mhashamu sana Beatus Kinyaia, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dodoma. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mapadri, watawa wa kiume na kike, wapendwa mashemasi na waseminari, waheshimiwa viongozi wa serikali na dini mbalimbali na taifa lote la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikiwa nimejaa huzuni, nikiungana nanyi ndugu zangu wapendwa katika kanisa kuu la jimbo la Kondoa, katika wakati huu mgumu, ninahuzunika pamoja nanyi kwa kifo cha mpendwa wetu Mhashamu Bernardine Mfumbusa, aliyekuwa wa jimbo la Kondoa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa salamu za pole kwa kanisa Katoliki nchini Tanzania na hasa kwa jimbo hili la Kondoa. Kifo cha askofu wetu mpendwa kilitujia kama mshangao. Mungu alimpa Mhashamu Askofu Mfumbusa vipaji vingi. Aling'aa hasa kwa bidii yake ya kitaaluma kama mwalimu aliyeweza kuwafundisha wanafunzi wengi ambao pia wamekuwa wabobezi katika nyanja zao maalum. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alitambua vipaji vyake na kumteua kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Kondoa. Utume aliufanya kwa ari kubwa. Kwa kutambua ubobezi wake katika nyanja ya mawasiliano, tarehe 9 Aprili 2026, siku 5 tu kabla ya kifo chake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alimteua kuwa mjumbe wa dikasterio ya mawasiliano huko Vatikani. Chango wake katika ukuaji wa jimbo la Kondoa katika imani na kujitegemea hautasahaulika. Hali kadhalika chango wake kwa kanisa la Tanzania, hasa katika kukuza matumizi ya vyombo vya habari ya kisasa kwa ajili ya uinjilishaji na mawasiliano hautasahaulika. Elimu aliyoshirikisha wanafunzi wengi aliyowafundisha itaendelea kuwepo daima. Uongozi wa kanisa na ubalozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania unatoa salamu za pole kwa ndugu wa familia ya hayati Mhashamu Bernardine Mfumbusa pamoja na kwa jimbo la Kondoa, na tunaiombea roho ya ndugu yetu aliyefariki kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isiyo na kikomo, tukiomba kwamba baada ya kumtumikia Kristo na kanisa lake kwa uaminifu, akiwa ametakaswa na udhaifu wote wa kibinadamu, aweze kukaribishwa katika furaha ya uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana.
apumzike kwa amani.